Maadili na urithi ni muhimu katika utamaduni wa jamii yoyote. Katika video hii, utajifunza dhana ya urithi na maadili ya jamii. Pia, utajifunza mambo yanayokuza na kulinda maadili na urithi wa jamii na mapambano dhidi ya rushwa nchini Tanzania. Umahiri utakaoujenga utakuwezesha kuthamini, kulinda, kuendeleza na kutumia urithi kama fursa muhimu kwa maendeleo binafsi na ya jamii yako. Pia, video hii itakuwezesha kuhifadhi urithi na kujua maadili ya taifa. Dhana ya urithi wa Tanzania. Urithi unajumuisha rasilimali, vitu, masuala au hali anayoachiwa mtu au jamii kutoka kwa mtu au jamii yake ya karibu ili kuvidumisha na kuviendeleza kwa manufaa yake na ya jamii yake. Kwa namna nyingine, urithi ni jumla ya vitu vinavyoachwa na watangulizi ili vigawiwe au vitumike na ndugu wa karibu. Urithi hupatikana kutokana na wosia anaouacha mtu kabla ya kufa, iwe kwa kutamka au kwa maandishi, kwa kuzingatia sheria, mila na desturi za jamii inayohusika. Urithi una mchango mkubwa wa maendeleo ya taifa lolote duniani. Mathalani, nchini Tanzania, urithi wa utamaduni na wa asili umeimarisha shughuli za kiuchumi kwa kuongeza mapato na uwekezaji katika sekta za utalii na nyinginezo. Kuna aina tatu za urithi ambazo ni urithi unaoshikika, urithi usioshikika na urithi wa asili. Urithi unaoshikika. Urithi unaoshikika ni pamoja na mabaki ya kihistoria kama majengo, makaburi, vitu vilivyo katika makumbusho na kazi zote za mikono ya binadamu zilizofanyika kipindi cha nyuma. Hivi ni vitu vinavyoonekana na vinavyogusika. Tanzania ina utajiri mkubwa wa urithi unaoshikika kama vile majengo ya Ngome Kongwe, Ikulu ya Dar es Salaam, fuvu la binadamu wa kale huko Olduvai, mabaki ya zana za kale Isimila na michoro ya mapangoni huko Kondoa Irangi. Urithi usioshikika. Huu ni aina ya urithi usioonekana ambao unajumuisha mila, desturi, lugha, falsafa simulizi, ufundi na ujuzi. Haya ni mambo yasiyoonekana kwa macho ila yapo katika jamii yetu. Urithi huu hurithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Mambo mengi yanayofanyika katika jamii yetu tumerithi kutoka kwa mababu zetu. Urithi usioshikika ni muhimu kwa mshikamano wa jamii na taifa kwa ujumla. Urithi wa asili. Huu ni urithi unaojumuisha maliasili kama vile vyanzo vya maji, maziwa, mito, bahari, miinuko ya ardhi na milima kama vile Kilimanjaro, Usambara na Udzungwa. Pia huhusisha misitu, mbuga za wanyama, ndege na wadudu. Maliasili ni muhimu katika maisha yetu ya kila siku kwani ni vyanzo vya mapato, malighafi katika uzalishaji mali na ni alama za utambulisho wa taifa la Tanzania. Sifa za urithi. Urithi wa nchi huhusisha maeneo na vitu ambavyo huhifadhiwa na kulindwa kwa kuwa vinatambulisha jamii au taifa fulani. Urithi huo ni muhimu kuhifadhiwa kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Tanzania ina maeneo yanayobeba urithi wa kiutamaduni na kiasili ambayo yanatambulika kitaifa na kimataifa. Maeneo yaliyotambuliwa kimataifa yana thamani na upekee unaotambulika na kuangaliwa na Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kama urithi wa dunia. Maeneo mbalimbali yaliyotambuliwa na UNESCO na kuingizwa katika orodha ya urithi wa dunia kwa vipindi tofauti ni pamoja na Bonde la Olduvai lililopo kwenye mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro 1979, magofu ya Kilwa Kisiwani yaliyopo kusini mwa Tanzania mwaka 1981, mbuga ya taifa ya Serengeti 1981, hifadhi ya taifa ya Mwalimu Nyerere 1982, mji mkongwe wa Zanzibar 2000, michoro ya mapangoni ya Kondoa Irangi, mabaki ya zana za kale huko Isimila Iringa 2006. Maadili kama sehemu ya urithi wa kiutamaduni. Taifa la Tanzania lina maadili yaliyojengwa tangu vizazi vya jamii za asili hadi sasa. Kama ilivyoelezwa katika mada ya pili, maadili ya jamii za Kitanzania yamejengwa kupitia mila na desturi mbalimbali katika vipindi tofauti. Maadili ya Kitanzania ni pamoja na utu, udugu, upendo, bidii ya kazi, heshima, ushirikiano, ukarimu,
kusaidia wazee na watu wasiojiweza, malezi na makuzi bora kwa watoto na kutii sheria. Maadili haya yamekuwepo kutoka jamii za asili hadi sasa na yanathaminiwa na kuzingatiwa. Aidha, pamoja na maadili haya kuthaminiwa, Tanzania pia ina tunu za taifa ambazo ni maadili ya taifa. Tunu hizo ni umoja, usawa, uhuru, utu, uadilifu, uzalendo, uwazi, uwajibikaji na lugha ya taifa. Kwa ufupi, tunu ni jambo au kitu chochote adhimu ambacho jamii au mtu binafsi anakithamini, anakienzi na kukilinda ili kisipotee. Uhusiano kati ya urithi na maadili. Urithi na maadili yanashabihiana kwa sababu maadili ni sehemu ya urithi usioshikika. Uhusiano huu unajidhihirisha kupitia urithi ambao hurithiwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Maadili, tunu, imani na kanuni hufundishwa na kurithiwa. Kwa mfano, lugha ya Kiswahili kama tunu ya taifa inasaidia kukuza urithi huo. Urithi kama sehemu ya mila na shughuli za kiutamaduni. Matendo ya kiutamaduni na sherehe za jadi huimarisha maadili kama heshima, huruma na umoja katika jamii. Hadithi simulizi. Hadithi hizi hubeba maadili na kutoa elimu kuhusu tabia zinazokubalika, kama vile hadithi za harakati za uhuru zinavyokuza uzalendo. Urithi wa kidini. Dini huchangia sana katika kujenga maadili kama upendo, utii wa sheria na utu kupitia miongozo na mafundisho yake. Kazi za binadamu kama sehemu ya urithi wa kiutamaduni. Huu ni urithi wa kiutamaduni unaoshikika ambao unajumuisha kazi za binadamu, kwa mfano, majengo ya kale, michoro ya mapangoni, magofu, michoro katika miamba na sehemu za kiakiolojia ambazo zinaonyesha kulikuwa na shughuli za binadamu hapo kale. Ifuatayo ni baadhi ya mifano ya urithi wa kiutamaduni inayotokana na kazi za binadamu katika vipindi tofauti vya kihistoria. Jumba la maajabu la Beit al-Ajaib. Jengo hili lilijengwa na Sultani wa tatu wa Zanzibar Barghash bin Said mwaka 1883 katika mji mkongwe uliopo Zanzibar. Jengo hili la ghorofa mbili lilijengwa kwa kutumia udongo, matumbawe na nguzo za chuma zaidi ya 48, ngazi kuu 2 na milango mikubwa 13. Ngome Kongwe Pemba. Jengo hili la Ngome Kongwe linapatikana Chake Chake katika kisiwa cha Pemba na lilijengwa na Waarabu wa Omani katika karne ya 18 kwa madhumuni ya kuimarisha usalama. Bonde la Isimila. Bonde hili lililopo katika kijiji cha Ugwachanya mkoani Iringa lilitambuliwa rasmi kama eneo la kihistoria mwaka 1951. Bonde hili lina vivutio vya kihistoria ambavyo ni mabaki ya zana za mawe. Mabaki haya ni ushahidi kuwa bonde la Isimila lilikaliwa na watu tangu zama za mawe za kale, takriban miaka 150 iliyopita. Miongoni mwa zana zilizopo katika bonde la Isimila ni mikuki, sururu, mashoka, visu na mapanga. Zana hizo zina urefu wa kati ya sentimita 15 na 25. Nguzo asilia za Isimila. Nguzo asilia zinapatikana katika bonde la Isimila lililoko mkoani Iringa. Nguzo hizi ni eneo la kihistoria lililopo katika kijiji cha Ugwachanya ambalo huwavutia watalii kwenda kutazama na kujifunza chimbuko na asili ya nguzo hizo asilia. Urithi wa asili. Urithi wa asili ni ule usiotokana na kazi au shughuli za binadamu. Urithi huu unajumuisha maeneo yaliyo kwenye uso wa dunia au chini ya bahari. Mfano wa urithi huu ni milima, mabonde, misitu na maeneo ambayo yanajumuisha makazi ya viumbe hai na mimea ya upekee. Yafuatayo ni baadhi ya maeneo yenye urithi wa asili nchini Tanzania. Hifadhi ya Ngorongoro. Hifadhi ya Ngorongoro ni moja ya maeneo ya urithi wa asili wa dunia. Hifadhi hii ipo wilaya ya Ngorongoro, mkoa wa Arusha. Bonde la Ngorongoro lilitangazwa kuwa eneo la urithi wa dunia na Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO. Moja ya sababu ya hifadhi hii kuwa urithi wa dunia ni bonde la Olduvai kuwa ni chimbuko la binadamu wa kale na ekolojia ya eneo hilo ambalo binadamu, wanyama wa kufugwa na wanyamapori huishi pamoja kwa kutegemeana. Hifadhi ya Mlima Kilimanjaro.
Kilimanjaro ndio mlima mrefu kuliko yote barani Afrika, wenye urefu wa mita 5895 kutoka usawa wa bahari. Hifadhi ya mlima Kilimanjaro inahusisha mlima Kilimanjaro wenyewe pamoja na ukanda wa misitu. Mlima Kilimanjaro upo katika mkoa wa Kilimanjaro na una vilele viwili ambavyo ni Kibo na Mawenzi. Mlima Kilimanjaro ni moja kati ya milima yenye vilele vinavyofikika, hivyo ni kivutio kwa wapanda milima kutoka sehemu mbalimbali duniani. Sehemu ya 3. Matendo ya kulinda maadili na urithi. Ni jukumu la kila Mtanzania kulinda urithi na maadili ya taifa ili kudumisha utambulisho wetu. Matendo hayo ni pamoja na kutii sheria. Kuzingatia sheria kama Sheria ya Malikale 1964 na Sheria ya Makumbusho ya Taifa 1980. Kupanga na kutekeleza mipango ya uhifadhi. Kushirikisha wadau na wakazi katika kuandaa miongozo ya utunzaji wa maeneo ya kihistoria. Kujifunza na kutembelea maeneo ya urithi. Kusoma taarifa na kutoa elimu kwa jamii kuhusu faida za kulinda urithi wetu. Kuhamasisha jamii. Kushirikisha watu wanaoishi jirani na maeneo ya urithi katika ulinzi na uhifadhi. Kufuata mafundisho ya dini. Kutumia mafundisho ya imani kukuza maadili na kuelekeza mwenendo mwema katika jamii. Mapambano dhidi ya rushwa na mmomonyoko wa maadili. Rushwa ni kosa la kimaadili na jinai ambalo huharibu rasilimali za taifa na kudhulumu haki. Sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 inakataza vitendo kama hongo na ubadhirifu. Hayati Mwalimu Julius K. Nyerere alisisitiza kuwa rushwa ni adui mkubwa wa haki. Tusipoidhibiti itaangamiza taifa. Alieleza pia kuwa rushwa inapaswa kushughulikiwa bila huruma kwa ajili ya ustawi, amani na usawa wa wananchi. Katika miaka ya 1990, Rais wa awamu ya pili, ndugu Ali H. Mwinyi, alianzisha kampeni ya Fagio la Chuma ili kupiga vita rushwa na kukuza uadilifu. Hiyo ilikuwa ni hatua ya kupambana na rushwa nchini ili kuleta usawa katika jamii na kulinda rasilimali za taifa ambazo ni urithi wetu. Hayati Benjamin W. Mkapa, rais wa awamu ya 3 nchini, naye alikuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya rushwa. Kwa mwaka 1995, alipokuwa analihutubu Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alieleza kuwa maneno matupu, japo yawe matamu kiasi gani, hayawezi kumaliza rushwa. Kushirikiana na kila mmoja kutimiza wajibu wake katika vita hivi ndiyo mwanzo wa mafanikio. Maneno haya yanahimiza jamii za Kitanzania kupambana na rushwa ili kulinda rasilimali na urithi wa nchi. Mheshimiwa Jakaya Kikwete, rais wa awamu ya 4, katika hotuba yake wakati akizindua Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2005, alieleza wazi dhamira yake ya kupambana na rushwa kwa kusema, serikali ya awamu ya 4 itazidi kuimarisha utendaji serikalini na kupambana na maovu katika jamii bila woga wala kuona haya. Tutaongeza kasi ya kupambana na rushwa, tutaifanya kisayansi kwa kushambulia kiini chake na kuziba mianya ya rushwa. Maneno haya yanahamasisha mapambano dhidi ya rushwa bila woga kwa kutafuta kiini na mianya inayosababisha rushwa. Hayati Joseph Magufuli, rais wa awamu ya 5, wakati akihutubu Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2015, alinukuliwa akisema, vitendo vya rushwa na ufisadi vinawanyima haki wananchi na kuitia hasara serikali kwa mamilioni ya fedha ambazo zingeweza kutumika kwa ajili ya kujenga miradi ya maendeleo kwa ajili ya watu wetu. Alisisitiza kuwa kwa Mtanzania mwaminifu kwa imani yake, hata kuwa na kigugumizi kuwa mstari wa kwanza katika mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi. Vitendo vya rushwa ndiyo chanzo cha upotevu wa rasilimali za taifa na huzorotesha maendeleo ya nchi. Mheshimiwa Samia Hassan, rais wa awamu ya 6,
Wakati akihutubu bunge mwaka 2021, alisisitiza mapambano dhidi ya rushwa kwa kusema, wale wote wanaodhani kuwa usimamizi wa mali za umma, kusimamia ukwepaji kodi, kusimamia uzibaji wa mianya ya kupoteza mapato, kukemea uzembe na wizi yameondoka kuendana na kuondoka kwa Mheshimiwa hayati Dr. Magufuli, basi wale wanaodhani yale yamekwenda naye wamejidanganya. Yapo na tunayatekeleza.